الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukusamu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khutba yetu ya leo itakuwa unwani yake ni Rabi'il Awwal baina al-ittiba'i wal-ibtida'i. Ni khutba yetu inahusiana na mwezi wa Rajab, mwezi wa Rabiul Awwal, ambapo mwezi huu uko kati ya watu wanaoupa haki yake ya kihistoria juu ya kumbukumbu za kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake, na wakawa katika kumbukumbu hizo wanafuata mienendo sahihi na mapenzi halisi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati huo wakiwa na kundi la pili ambapo wako katika kutumia fursa hii ya mwezi huu ambao ni wa kumbukumbu ya uzao wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo baadhi ya riwaya ambalo ni jambo mukhtalafun fi, lakini baadhi kaonyesha ni katika mwezi huu ambao pia wametumia fursa hii katika kuzua ambayo hayamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa nini hutuba hii? Hutuba hii ni kulingana na mnasaba wa msimu huu. Huu ni msimu ambao ni Rabiul Awwal. Katika baadhi ya riwaya zilizokuja, kati ya riwaya walizotofautiana wanachuoni ni lini alizaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mojawapo ambayo imekuwa mashuhuri katika jamii ya Uislamu ni kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu katika mwezi wa Rabiul Awwal, ambapo uzao huo watu Waislamu wakauchukua katika sura mbili. Baadhi wakakumbuka kupitia ukumbusho huo kuzidi kufurahia na kuikumbuka neema ya Allah ya kutumwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo kuzidisha kuisoma sira za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma mengi kuhusiana na shamaili za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watu wamjue, wamuige katika matendo yake na maneno yake na taratibu zake kwa ujumla, na iwe ni kheri kwao na mafanikio. Na hao ndio wamepatia, kwa sababu hayo ndio mapenzi ya kweli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, kama ilivyokuja katika jumla. Hayo ni kuifurahia neema ya kutumwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii imekuja ndani ya Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Sema, uambie kwamba kwa fadhila za Allah na rehema zake, kwa hayo mawili, fadhila za Allah na rehema zake, wafurahie waumini, na hilo ni bora kwako kuliko yote wanayokusanya. Ndio akasema baadhi ya wanachuoni kwamba fadlullah alquranul karim, na neema Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hivyo viwili Waislamu wanapaswa kumshukuru Allah na kufurahia
na hilo ni bora kwako kuliko yote wanayokusanya. Lakini pia ikaja katika aya nyingine ambazo vile vile zinaonyesha Uislamu ni kiasi gani waweze kutambua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpenda. Ikaja katika aya mbalimbali zinazoliongelea hilo, ambazo zinaonyesha mapenzi halisi ya Uislamu ya Bwana Mtume ni yapi. Kwa sababu mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hayapatikani tu kwa watu kufurahi, kwa watu kuruka, kwa watu kusema tu kwa mujibu wa hisia zao na matakwa yao, bali kuna mwongozo kamili, kwa sababu dini hii Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha kama ilivyokuja kwenye Qur'ani tukufu. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimezitimiza neema zangu juu yenu, wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhia kwenu kwamba Uislamu ndio dini ambayo mnatakiwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya tangazo hili, dini imekamilika, haihitaji mtu kukopa huku na kule kuongezea. Pale tulipoachiwa ndipo hapo tutatakiwa tushikilie, na huo ndio msimamo wa sawa. Kwa hivyo kwa msingi huo basi Uislamu hauhitaji nyongeza, kwamba mtu aone kwamba hapa kuliachwa kitu aongeze. Tumeelekezwa tumpendeje Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeelekezwa nini uhalisia wa kumpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema na chuoni Imam Malik rahimahullah, anasema fama kana yawma idhin dinan fahuwa al-yawma din. Lile ambalo wakati ule wa Bwana Mtume na masahaba zake lilizingatiwa kwamba ni dini, hilo na leo na kesho mpaka siku ya kiyama litabaki kuwa ni dini. Fama lam yakun yawma idhin dinan, lakini lile ambalo wakati ule halikuzingatiwa ni dini, halikufanywa kazi kama dini, fala yakunu al-yawma dina, halitokuwa leo kuwa ni dini. Maneno haya aliyasema mwanachuoni huyu ambaye ni imamu katika maimamu wanne mashuhuri katika Uislamu, Imam Malik, katika zama zile ambapo wakati wake ni zama zile kabisa, katika karne ya pili. Leo tuko karne ya 14, tuna haja zaidi na neno hili la mwanachuoni huyu, imamu huyu, kwamba sasa kwetu ndio hali imekuwa mbaya zaidi. Watu wamezoa taratibu za watu na mila zao na desturi zao, wakaziingiza katika dini na kuzifanya ni dini. Kila mmoja maoni yake kaweka humu, kumbe jambo haliko hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, na hapo ndipo tunajulishwa kwamba hapana, dini ina misingi yake kuanzia kule mpaka kufika kwetu ila qiyam saa. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika tukisoma vizuri Qur'ani tukufu tunamkuta Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam awe vipi kwetu. Kwetu Bwana Mtume anatakiwa kuwa ni mfano wa kuigwa. Kila jambo lazima tuone yeye anatuelekezaje katika mambo yetu ya dini yetu na ibada yetu kwa ujumla, na hapo ndipo tutakuwa tumefanikiwa. Katika surat al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala aya 21 anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir, kwamba Mtume amekuwa ndio ruwaza njema, ndio mfano mwema wa kuigwa kwa kila anayemwamini Allah na kutaraji kuna siku ya mwisho. Hatakii kukopi lolote kwa mwingine yote isipokuwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maana yake ni nini? Kwamba yule atakayechukua mwongozo kwa mwingine na kumuiga mwingine, huyo ana kasoro, kwa sababu yeyote anayemwamini Allah, anayeamini atakutana na Allah siku ya kiyama, lazima mfanye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mfano wake wa kumuiga katika kila kubwa na dogo. Na hapo ndio Allah akajalia kwamba kumuiga Bwana Mtume na kumfuata katika kila nyanja, hii ndiyo njia ya watu ambao wanaamini kwamba watakutana na Allah na siku ya mwisho. Bal katika aya hii ambayo wanachuoni wameita kwamba ni ayatil mihna, kwamba ni aya ya mtihani ya kuwapima watu kwa madai wanayodai kwa ndimi zao. Kipimo halisi ni aya hii iliyomo katika surati Al-Imran sura 3 aya 31. Wanawachuoni wameita kama ni ayatil mihna, ni aya ya kipimo cha nani anayempenda Bwana Mtume mapenzi ya kweli au madai ya uongo, ambapo alisema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo, asema qul,
Mtume, waambie umma wako, kuanzia kwa masahaba na kila mfasi wao huko mpaka siku ya kiyama, waambie wajue kwamba in kuntum tuhibbuna Allah, kama mnampenda Allah, fattabi'uni, nifateni mimi katika kila kubwa na dogo. Nisomeni, jifunzeni nimefanya nini, nimemwabuduje Mola wangu, nimefanyaje katika kila taratibu yangu, nifateni mimi. Yuhibbukumullah, Allah atakupendeni. Yani kwamba kitendo cha kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sababu pekee ya kuyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio ukweli wa kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii imekuja ni katika sharti kwamba in kuntum, sharti kama mnanipenda, fattabi'uni, nifateni. Hii aya inaitwa ni ayatul mihna, ndicho kipimo Allah alikiweka cha kuwapima waja wake, ndio mtihani wa kuwataini watu ni kweli wanampenda kiukweli au wanapenda kwa hisia zao tu, kwa yale anayopenda. Kwa hivyo hii aya ina mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, sharti la kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumuiga suna zake na menendo yake. Lakini jambo la pili, aya hii inaonyesha kwamba matokeo bora ya watu watakapompenda mtume mapenzi ya kweli wakamfuata, watakachokipata faida ya kwanza, Allah atawapenda. Kwa hiyo sababu ya kupendwa na Allah ni kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini faida nyingine ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe dhambi zao. Na haya ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, sema yaghfir lakum dhunubakum, na mtapata msamaha wa dhambi zenu. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika hili jambo lituonyeshe kwamba Allah ametubainishia wazi kwamba ili tumpende bwana mtume mapenzi ya kweli lazima tumfuate, na kwa kumfuata kwenyewe Allah atatupenda, na kutokana na mapenzi hayo Allah atatusamehe dhambi zetu. Na huu ndio ukweli wa kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallama. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kutahadharisha na hatari ya watu kukhalifu sunna na mwendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kwa madai kwamba wanampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, akasema katika aya ya 63 katika surati An-Nur, asema Allah, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale wanaokhalifu, wanaokwenda kinyume na amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, yasiyapate yafuatayo. Akasema antusibuhum fitna, wasije wakapatwa kupotoka, kuiacha haki, kufitinika na kuingia katika bid'a au kufuru au maasi au kuingia katika shirki au mfano wake, au yutusibahum adhabun alim, au isije kuwasibu adhabu kali katika dunia na akhira. Katika dunia aidha kwa kusalitishiwa na makosa kuwapelekea kupata hadi miongoni mwa hududi za Allah subhanahu wa ta'ala, kunako kufungwa jela au kukatwa mikono au kupigwa mawe au kupigwa mijeledi au lolote ambalo Allah atawasalitisha nalo kama adhabu, au wakapata adhabu kali katika maisha ya akhira kwa kufa bila kutubia katika makosa makubwa yanayowajibishia kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote ni tahadhari za kuonyesha kwamba jambo la bid'a sio kama linavyotafsiriwa na umma wa Kiislamu. Leo kuna Waislamu wanachukulia swala la bid'a katika mtizamo uliokuwa yani mtizamo wa kawaida, kama ni jambo la kawaida, lakini hapana. Wanachuoni wanakataa kabisa, kadiman wa haditha, wa zamani na wa sasa, kwamba bid'a ni kitu hatari katika dini. Kwa nini? Kwa sababu bid'a inaiharibu dini moja kwa moja kuanzia kwenye msingi wake, pale ambapo maasi yanamharibu mtu kwenye eneo la maasi lenyewe. Kwa hivyo ikawa ni bid'a ni akhtar min al-maasi, bid'a ni hatari zaidi kuliko maasi. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika kuzidi kusitiza akisema, ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, aliyekuleteni mtume yachukueni. Na katika hilo hakuna udhuru. Katika maamrisho aliyotuamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuyatenda, imekuja fakhudhuhu, yachukueni yote, kwa maana kwamba hakuna asiyeweza. Manake aliyekuleteni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yachukueni, na yale aliyokatazeni fantahu anhu, hayo yakomeni, miache. Na ndipo ikaja katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma nahaytukum anhu fantahu, niliyokatazeni yaacheni kabisa.
wama amartukum bih, na niliyokuamrisheni, fa'atu minhu mastata'tum, yatendeni kwa kadiri mwisho wa uwezo wenu unapoishia. Hii ina maana kuna baadhi ya maamrisho, baadhi ya watu wananyudhuru, hawayawezi kutokana aidha ni wagonjwa au kwa dhurufu zozote hawayawezi, basi hayo sawa, lakini kwa yale ambayo mtu anayaweza atende kadiri ya uwezo wake ulipo. Kwa nini? Kwa sababu ni kheri tupu kwake, na hapo ndipo kuna mafanikio yake. Ndugu zangu katika imani, lakini vile vile katika kuzidi kuonyesha ni kwa kiasi gani licha ya kumpenda Bwana Mtume na kumfuata, hilo haliachani na kujua mwenendo wake na suna yake kwa ufahamu wa wema waliopita masahaba na waliowafuata baada yake. Imekuja katika aya hii iliyomo katika surati An-Nisa, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 115 anabainisha wazi umuhimu, kwa nini tuna haja ya kufahamu sunna ya Bwana Mtume SAW kwa mujibu wa ufahamu wa masahaba radhiallahu anhum. Na hili jambo watu wengi hawalijui, bali watu wengi wanaishia kusema mimi nafuata Qur'ani na Sunna. Lakini ndugu yangu, Qur'an na Sunna ndiyo ni vizuri sana, lakini lazima idhibitiwe na kitu cha tatu, kwa ufahamu wa wema waliopita masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu wao wana sababu chungu mzima kwa nini wao tufahamu Qur'an na Sunna kwa ufahamu wao. Kwanza, asharu tanzil, wameishi katika zama za uteremsho, kwa hivyo wameshuhudia matukio yale moja kwa moja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna aya zilikuwa zinakuja, huwezi kujua maana yake mpaka utafsiriwe na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tafsiri hizo zilikuja kwa maneno na matendo. Kwa hiyo ni sifa kwanza. Lakini sifa ya pili, wao wana tazkia, wamepewa kibali maalum cha uaminifu wao wa imani yao na ukweli wao na maarifa yao ya kina ya kuzijua aya na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ni tazkia ambayo wao ni wapekee, hawapata mwingine fursa ile. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja wazi kwamba wao wanaaminika kwa uaminifu wa imani yao, lakini maarifa yao ya hali ya juu sana ya nusus, lakini vile vile zama zao ziliaminika kuliko zama nyingine zilizofuata baada yao. Ndio Allah akasema, waman yushaqiqi rasula, atakaye muasi mtume baada ya kubainikiwa na uongofu, wayattabi ghaira sabili almu'minina, na akafata njia tofauti na waumini, yani masahaba, asema nuwallihi ma tawalla, tutamwachia huko alikoelekea, huko aende kama alivyoona yeye, lakini hatima yake sio njema, bali hatima yake ni maangamivu. Wa nusulihi jahannam, tutamuingiza katika jahannam. Na hii inaonyesha kwamba hatuna khiari katika jambo la kufahamu Qur'an na Sunna, ila ni lazima kwetu kwa mujibu wa aya hii, kwa sababu tukitaka kwenda kinyume na ufahamu wao mu'minuna wanaosema hapa as-sahabatu humul ladhina yadkhuluna dukhulun awwaliya, masahaba ndio wanaingia, ni wa mwanzo katika mu'minina hapa, na hao ndio wanatazkia kwamba wao tunatakiwa tuwaige kwa ufahamu wao katika Qur'ani na Sunna, na kutowafahamu wao ndio maana imekuja mabalaa katika zama zetu. Leo mtu anakwenda kusoma maulidi, ukimuuliza nipe dalili ya maulidi, anasema soma Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima. Ukienda kuangalia ni upi ufahamu wa masahaba kwa aya hiyo, ni tofauti kabisa, lakini yeye anakuambia hiyo ndio dalili ya kusoma maulidi, lakini kumbe sivyo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu amevuta ile nasu ya Qur'ani kwa mujibu wa mtizamo wake, akaiweka kwamba inatuamrisha kumswalia mtume, kwa hivyo nikimswalia mtume kuna kosa gani? Lakini hapana, tuangalie masahaba wao walifanyaje walipomuuliza Bwana Mtume kwamba ya Rasulullah, aya imekuja ikituamrisha ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima, kwamba tukutakie swala na amani. Sasa tumejua namna ya swala yako, lakini hiyo tumejua namna ya kusalimia. Vipi swala yako utakuswaliaje? Ndio Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia qulu, ili muweze kupatia aya isemeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Je, hapo kuna maana ya kusoma maulidi? Je, hawa watu wa maulidi kuuliza hata maulidi yao wakisoma wanaileta hiyo kwa mujibu wa aya, wanaileta kama nilivyoileta? Kama sio sallallahu alaihi. Sasa unakuta ni matatizo matupu. Lakini pia sio maamrisho anayoamrisha, na hapo ndipo njia iliyowafanya wengi kupotea, kwa sababu kila mmoja anasema na ushahidi wa Qur'ani na Sunna. Haya, ufahamu wako huu nani alifahamu katika masahaba walioishi, ambao tumechukua urithi wa dini yetu kutoka kwao? Wao ndio walitangulia. Walifahamuje aya hii? Hakuna majibu. Huo ni mtizamo wake kwa mujibu wa matakwa yake, anaivuta aya na ileta hivyo, hawezi kumsaidia. Lazima tuifahamu Qur'ani kwa mujibu wa ufahamu wa masahaba, na hii aya inatulazimisha kwa yoyote wayatabi ghaira sabili almu'minina, atakayefuata njia tofauti na ya masahaba, huyo Allah anasema nitamwacha huko kwa alikoelekea, mwisho wake nitamuingiza jahannam siku ya kiyama, na hayo ni makazi yaliyokuwa mabaya. Ndugu zangu katika imani, na hii ni aya ambayo inatuonyesha kwamba sabili almu'minina huwa ma kanu alayhi min alittiba'i bila ihdath, ni yale waliokuwa nayo masahaba ya kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuzua chochote kile. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea hadithi mbalimbali, miongoni mwa hizo aliposema atakayezua katika dini hii mambo yasiyokuwemo atarejeshewa, hayakubaliki mbele ya Allah. Na katika riwaya Muslim akisimulia bi Aisha radhiallahu anha, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakayefanya ibada yoyote haina juu yake amri yetu, fa huwa radd, itarejeshwa kwake, haina nafasi ya kupokelewa mbele ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu ibada halisi lazima iwe na maelekezo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa hadithi hizi mbili katika riwaya mbili ya Bukhari na Muslim, na Muslim peke yake kutoka kwa Aisha radhiallahu anha. Lakini vile vile katika hadithi ya Al-Irbad ibn Sariyat radhiallahu anhu aliposema alituaidhi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mawaidha mazito ambayo yalitufanya tububujike machozi na nyoyo zetu kutetemeka kwa hofu kubwa, lakini mwisho tukamuuliza kusema, ya Rasulullah, mawaidha yako yanaonekana yanatuaga, ya Rasulullah, tupe wasia. Wasia kwanza akasema, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kusikiliza viongozi wenu na kuwatii, hata kama mtapewa kiongozi muhabashi. Asema kwani atakayeishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi, kwa hivyo fa alaikum bisunnati, ni juu yenu kushikamana na sunna zangu. Ndiyo sababu pekee ya kuwaokoa kutokana na ikhtilafu mbalimbali na sunna za makhalifa wangu waongofu, ziume kwa meno ya magego. Akasema, wa iyyakum muhdathatul umur, ole wenu na mambo ya uzushi, fa inna kullu muhdathatin bid'ah, kwa sababu uzushi wote ni bid'ah, wa kullu bid'atin dalala, na bid'a zote medha ni jambo linanasibishwa na dini, bid'a zote ni upotevu. Kwa hivyo hii hadithi inatupa tahadhari ya hali ya juu sana, kwamba mtu asifanye mchezo katika jambo la dini, kwa sababu umri wetu ni mfupi, hauhitaji kupoteza muda. Muislamu lazima ujue rasilimali yako pekee baada ya kutoka katika dunia hii ni ibada uliyoifanya. Unaifanyaje? Sio kutupa tu ibada, lazima uhakikishe ibada yako ina dalili ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita, na hiyo ndio itakayokufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio ya ibada zote lazima zipate misingi mikuu miwili: ikhlas, kwa kutaka radhi za Allah; pili, iwe katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hayo mawili itabadilika hata vitendo vya ada ya kawaida viwe ni ibada, lakini vikikosa hivyo au kimojawapo, mwanadamu amepata hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lakini si hapo tu, bali imekuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anasimulia ilikuwa ni kawaida ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisimama katika mimbari katika hutuba zake, alikuwa akisema, khairul hadithi kitabullah, maneno bora ni kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu, wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwongozo bora ni mwongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharri umuri muhdathatuha, na jambo baya kuliko mambo yote ni mambo yaliyozuliwa katika dini, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam kila akipanda mimbari alikuwa hayaachi. Kwa nini? Anaweka msisitizo umma ujue, inapokuja kana inaonyesha ni desturi yake, ni mara nyingi mno alikuwa akisema hivi. Kuna jambo alikuwa likija ahyana
wakati fulani akilifanya, lakini kuna jambo ikija kana, ina maana wadhaba alayhi, alidumu nalo kwa muda ulio mwingi. Mara nyingi alikuwa akilisema. Kwa hivyo mara nyingi akipanda mimbar alikuwa akisisitiza mambo haya matatu. Kwanza, maneno bora ni Qur'ani tukufu. Pili, mwongozo bora ni mwongozo wa Bwana Mtume. Tatu, akisema shari ya mambo yote ni mambo ya uzushi katika dini. Mtu akalichukua jambo akaliweka katika dini kwamba ni katika dini, kumbe si katika dini. Hiyo ni hatari sana, na haya yamewaangamiza wengi na kupelekea kuangamiza dini ya watu wale wengi. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika mwezi huu ni mwezi ambao ili tuipate faida yake iliyolengwa, lazima tukumbuke uzao wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuisoma sira yake na kuiga mwenendo wake na sunna zake, na hapo ndipo tutakuwa tumefanikiwa. Ndugu zangu katika imani, na ndugu zangu katika masahaba, nao pia wana neno lao waliolisema kuhusiana na hilo. Tukiangalia katika sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mara kwa mara akisema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, kwamba Uislamu fateni mwongozo, msijiwekee taratibu zenu mwanzo kutengeneza wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu mmetoshelezwa, dini imekamilika, hauna mahitaji ya kuongeza kitu cha ziada. Fateni yale yale mliokuta yameandaliwa, hayo ndio yatakayokusaidieni. Lakini vile vile akaendelea kusema Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, asema iktisadu fi sunna khair min ijtihadi fi bid'ah, kufanya ibada kidogo lakini imesimama katika sunna ni bora kwa kiasi kikubwa kuliko kufanya jitihada kubwa na kujichosha mwili wako katika ibada ambazo zimejengwa katika msingi ya bid'a, kwa sababu hazina tija wala hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sahaba mwingine ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema kana yara anna kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Yeye rai yake anasema bid'a zote ni upotevu, hata kama watu wataona ni nzuri wakazipenda, lakini hiyo sio sababu. Medhali ni bid'a katika dini ni upotevu, haifai Muislamu ayaepuke. Na unasema katika masahaba Abdullah ibn Umar alikuwa ni mtu alikuwa makini sana kuzifuatilia sunna na kuepuka na bid'a. Lakini vile vile katika kauli ya sahaba mwingine Hudhaifa al-Yamani anasema kullu ibadatin lam yata'abbaduha ashabu Rasulullah, anasema ibada yoyote ambayo masahaba wa Bwana Mtume hawakuitumia kama ibada, fala ta'abbaduha, msitumie nyie kama ni ibada kwenu. Fa innal awwal lam yada lil akhir maqala, kwa sababu wale masahaba ambao ndio jili ya kwanza, wao hawakuachia sehemu ya kuisemea dini watakaokuja baada yao. Kinachotakiwa ni wale kufuata kile walichokikuta. Hatuna nafasi ndugu zangu ya kuweka kitu kingine. Kwa nini? Kwa sababu tayari tumetoshelezewa yale yanayotakiwa katika dini yetu. Kinachotakiwa ni sisi kushika yale tuliyokuta yakawa yametosheleza katika kuiendea dini yetu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ndugu zangu katika imani, tukiwa bado katika mwendelezo ule ule wa hutuba yetu Rabiul Awwal baina al-ittiba' wal-ibtida', tunaangalia wema waliopita katika at-tabi'ina wat-tabi'i tabi'ihim wal a'immati al-arba'ah wa man jaa ba'dahum, wale wema waliopita katika wana wachuoni na wao wameweka neno lao. Tukimwangalia Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, mmoja katika maimamu wanne mashuhuri katika Uislamu, ambaye anajulikana kwa jina la Imamu Darul Hijra, ndiye imam wa mji wa hijra. Yani huyu ndiye maalum katika maimamu wanne aliyeishi katika jiji la Madina na hakuhama humo mpaka mauti akamkuta humo. Kaitwa ni Imamu Darul Hijra. Anasema man ibtada fil islami bid'atin yaraha hasana, asema atakayezua katika Uislamu bid'a yoyote akaliona ni jambo zuri, amefanya jambo zuri,
anasema faqad za'ama anna Muhammadan khana risala, atakuwa si kwa maneno, matendo yake yatakuwa yanamaanisha kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe, hakuwa mkweli. Ndio maana yake, ndio tafsiri yake. Hata kama hakusema kwa maneno, matendo yake yanatafsirika hivyo, kwamba amedai kwamba Mtume amefanya khiana, hakufikisha ujumbe kama inavyotakiwa. Lianna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisheni dini yenu. Sasa mtu akiona haijakamilika aongeze la kwake, ni sawa kusema kwamba Mtume amefanya khiana katika ujumbe. Kisha akamalizia akasema fama lam yakun yawma idhin dina, lile ambalo halikuchukuliwa ni dini wakati ule wa bwana Mtume na maswahaba zake, fala yakuna al-yawma dina, halitokuwa leo kwamba ndio tulione kwamba ni dini. Huyu ni Imam Malik rahimahullah. Na mwanachuoni As-Sufyan Ath-Thawri naye anasema albid'atun ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, asema bid'a shetani anaipenda zaidi kuliko maasi. Lianna al-ma'siyah yutabu minha, kwa sababu mtu akifanya maasi moyo wake unamsuta, anajua amefanya kosa, haraka anatafuta tauba. Wal bid'atu la yutabu minha, lakini bid'a sio rahisi mtu kutubia, kwa sababu anaona anafanya vizuri, anaona anafanya ibada, bali anajenga misingi ya kuitetea, kwa sababu anaona yeye ni ibada kwake. Kwa hivyo hatubii mpaka anakufa nayo, na ndio hatari kwamba ikawa ni mbaya kuliko bid'a. Na ibilisi bid'a inaipenda zaidi kuliko maasi ya kawaida. Mtu anaweza kusema kwani kufanya bid'a si ni ibada tu, kwani amemwasi Mungu? Sasa mtu kufanya maasi sio sawa sawa na bid'a. Lakini vile vile anasema mwanachuoni Al-Fadhil ibn Iyad rahimahullah, ittabi'u turka al-huda, asema fateni njia za uongofu, wala yadhuruka qillati salikina, haitokudhuru uchache walioifuata njia ya uongofu. Hata kama mko wachache sio tatizo. Kwa nini? Wa iyyaka wa turku dhalala, ni ole wako na njia za upotevu. Wala taghtar bi kathrati halikina, usidanganye na wingi wa watu walioangamia, kwamba kwa sababu watu ni wengi wanafuata batili. Sio sababu. Haki inatakiwa ifuatwe hata kama ni wachache, kwa sababu ndio halisi, ndio uhalisia. Lakini bid'a yote ile ni upotevu, hata kama watu wanaoifuata ni wengi. Lakini ndugu zangu katika imani, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema inna asla dini al-Islam mabniyu ala ittiba' amrullahi wa rasuli, asema asili, msingi wa dini ya Uislamu umejengwa juu ya kufata amri ya Allah na mtume wake, la ala ittiba'i al-ahwa, si kufata matamanio ya watu, wal ara, na kufata maoni ya watu. Ukiona hivi ni vizuri, kuna ubaya gani, hivi itapendeza? Wa inna kullu ibadati lam yashra'aha Allah, hakika ibada yote ambayo Allah hakuiwekea msingi wa sheria, fahiya min albid'i almadhmuma, hiyo ni katika bid'a inayoshutumiwa. Wa inna ahabbu an-nabi sahih, kwani mapenzi sahihi ya bwana mtume inma yadhhuru fi ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi, yanadhihiri kwa kumtii na kufata sunna yake. Kwa hivyo mtu aseme kwamba eti anaruka mpaka anazimia katika maulidi, anamsalia mtume kama amempenda mtume, huyo ni shetani, atakuwa amempanda kichwani. Sio mapenzi ya mtume. Mapenzi ya mtume ni kumfuata. Huwezi kuona mtu amezimia eti anampenda mtume kisa kwa sababu anafanya katika maulidi. Hapana, mapenzi sahihi ni kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maulidi ni ibada ya uzushi ambayo imezuiliwa katika karne ya 6 na Mashia au Fatimiyuna wa Misri katika zama za utawala wa Bani al-Ubaydiyin, na hao ndio chanzo cha maulidi, wala si katika Ahlus Sunna. Huwezi ukasoma Imam Shafi ukaona alisoma maulidi au alifundisha au anaitambua, au Imamu Ahmad ibn Hanbal au Imamu Abu Hanifa au Imamu Malik. Hakuna hata mmoja. Hii asili ya maulidi tunayoona inahangaisha watu duniani, asili yake ni Mashia wa Kimisri katika karne ya 6, ambapo ulikuwa ni utawala wa Mashia ambao ulikuwa ni wale Bani al-Ubaydiyun, na wale zama zile wakizua bid'a, ni zama ambazo ilikuwa utawala wao na nguvu, wakalazimisha watu wote lazima walaani masahaba kwenye mimbari,
wakawa wamezuia tarawehe, wakawa wanawafunga na kuwaua na kuwanyonga wanachuoni walikuwa wakifundisha misingi ya ahli sunnah wal jamaa, na ikawa wakati ule wametawala nguvu yao, wakawa ndio wameanzisha maulidi, na waliofuata wakachukua eti wanaiga kwao, ukiona kwamba jambo zuri. Hakuna katika asili ya sunna kitu kinachoitwa maulidi ya uzao wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Shatibi anasema innal bid'at fi dini mukhtara'atun, bid'a katika dini ni tariqati, ni mwenendo, ni taratibu katika dini ambayo mukhtara, umezuliwa, watu wameutengeneza wakauzua, tudahi al-sharia, yani mwenendo huo unajifananisha na sheria na ibada za kisheria ambayo yuksadu bisuluki alaiha, ambao unakusudiwa kupita katika mwenendo huo, alibalaghati fi ta'abbudi, kufanya mubalagha katika kufanya ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya mufsadatun lidin, lakini mwenendo huo unaiharibu dini moja kwa moja, mahama hasanati niyatu sahibuha, kwa namna yoyote atakavyokuwa na nia njema huyo mwenye kuanzisha mwenendo huo, vyovyote atakavyokuwa na nia mzuri, kwa sababu si mwenendo sahihi, utaiharibu dini. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah, na Ibn al-Qayyim anasema kullu amali la yakunu alayhi amru Allahi wa rasulihi, amri yoyote, jambo lolote ambalo halina amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halina amri ya Allah na mtume wake, fa huwa mardu ala sahibiha, jambo hilo litakataliwa, mwenyewe atakataliwa, hata upokelewa, litarejeshwa kwake. Wala ujitahada fihi wa stafraga wus'ihi, hata kama atajitahidi jitihada kubwa na akatoa kila analoliweza katika uwezo wake, medhali haliko katika dini, halina manufaa wala halikubaliwi, bali Allah atalikataa. Ndugu zangu, hatuna muda wa kupoteza. Dakika ya mu'min, sekunde ya mu'min anatakiwa aifaidi kuiandaa akhira yake, sio kupoteza muda. Ndugu zangu, tushikamane na ibada halisi zilizokuja kwa mujibu wa kitabu na sunna, tuweze kuvuka na kufanikiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa arda Allahumma an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ati anfusana taqwa zakiha anta khayru man zakata wa yuha mulaha. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.